Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa VOT Media? Welcome again. This is VOT Entertainment. Bana, leo tunayo one of the best upcoming comedian kutokea Lexon, anawakilisha Mwanza. Bana, kutokea Igoma, anajulikana kama Bravo Comedian. Tutakwenda kuzungumza naye mengi tuweze kufahamu namna ambavyo anatengeneza maudhui, lakini pia the way ambavyo amekuwa akifanya kazi zake na kuonekana noma zaidi. Tunaye studio. Bana, mambo vipi? Kama karibu mzee wangu. Fresh. Kwanza tufahamu tu kwa ufupi kuhusiana na jina lako Bravo Comedian. Ni jina la wazazi au ni jina ambalo ulilitunga mwenyewe kutokana na kazi ambazo umekuwa ukizifanya? Bravo Comedian ni Bravo ni jina ambalo nimelitunga kutokana na sanaa ninazozifanya. Yes, likimaanisha nini? Bravo inamaanisha kwamba everything is better. Kila kitu ni kizuri. Kama content zako ambazo umekuwa ukizitengeneza, si ndio? Ndio kabisa. Ni kitu gani ambacho umekuwa ukizingatia zaidi pale ambapo unaandaa maudhui yako ya siku? Kitu ambacho nakizingatia kabisa ambapo naandaa maudhui ya siku. Yes. Ni content iwe na maudhui mazuri ambayo yataelimisha jamii pia. Ndivyo. Kingine pia ni content ifurahishe jamii, yani vitu kama hivi unazingatia zaidi, iwe na punch, iwe na hook kali, iwe na setup kali, hivi vitu kama hivyo. Katika engo ya kupeleka ama kutoa elimu kwa jamii, huo unazingatia katika engo ipi zaidi? Kwa vijana labda unalenga kufikisha ujumbe kwa vijana, ama wazee au watoto? Ni kwa lengo gani wewe unahakikisha kwamba maudhui yangu haya yakamuelimishe mtu wa level fulani? Content zangu mimi zinaelimisha level zote. Kama ukiangalia content zangu, kuna content za shuleni, za mahusiano, pia za mwenye nyumba kama ushafuatilia zile. Kwa hadi maisha ya mtaani unagusa. Hadi maisha ya mtaani kabisa nagusa fresh. Lazima kuwe na inspiration siku zote unapokuwa unafanya kitu. Of course tunafahamu kwamba lazima kuwe kuna mtu ambaye anakumotivate, ama kuna namna unakuwa unajifunza kutokea sehemu fulani. Kwa upande wako, nani ambaye amekuwa kama kioo? Kwa mimi aliyekuwa kama kioo katika content zangu. Yes. Of course mimi content zangu nyingi mimi napenda sana kufuatilia wa Nigeria. Nigeria wana content nzuri sana ambazo zipo katika soko ni chat ambazo mtu kiziona kabisa unasema kweli hizi content zipo katika soko la kuingiza. So unajua mtandao una hela nyingi. Of course lazima ujifunze kutokea mbali. Kipi ambacho kimekufanya uvuke mataifa yote hadi Nigeria? Kitu ambacho kimenifanya nivuke Nigeria kwa sababu wale jamaa wana ubunifu. Ubunifu ni mkubwa zaidi. Yaani ukiona kitu kweli kimetoka na imetolewa, yani ukiona kitu kimetolewa na Nigeria, wanasema kweli ni content. Comedian gani ambaye amekuwa mkikuvutia zaidi kutokea Nigeria? Labda unasema huyu unamwangalia zaidi na anakupa madini. Kuna Motel, yes. Ndio, na Sabinus. Noma sana. Kibongo kuna mtu yote ambaye labda unamfuatilia ama kujifunza kutokea kwake? Bongo hapa Mr. Mwanya. Ndio. Kipi ambacho unakipenda zaidi kutoka kwa Mr. Mwanya? Mr. Mwanya ni mtu ambaye mnoma sana katika game la comedy, yani kuna namna fulani akipiga content yake kabisa unaona ya kweli kabisa akiwasilisha. Kuna zile zake za madeni, nikiamua kujificha, kuna X. Kwa kweli ananipa motivation nzuri zaidi. Okay. Noma sana. Na unatamani labda siku moja kufanya naye kazi? Mr. Mwanya, one day kama kibless brother zangu nifanye naye kazi, kitu kizuri zaidi. Itakuwa noma. Ndio. Tunaona mashabiki wengi wanakufananisha na MC Mboneke. Namna ambapo unatengeneza maudhui yako, wanadai kwamba kuna uchizi fulani unao, yani unakuwa kama uelewi vitu. Wanasema wewe ni chizi zaidi ya Mboneke. Kwa upande wako, kwanza wewe unalipokeaje ukisikia kauli za namna hiyo ama kuona comment za namna hiyo? Kwanza kabisa yani watakuwa waelewe Mboneke ni Mboneke na Bravo ni Bravo. Mboneke ana mashabiki zake na mimi na mashabiki zangu pia. Yes. Hivyo kwa mwisho wa siku mashabiki wenyewe ndio wataamua yupi ni best hivyo. Pengine labda wewe unahisi unafanana naye katika utengenezaji wa maudhui? Yani hapo ndo yani mashabiki wao ndo wataamua. Kwa mimi ninavyoona mtindo naofanya mimi ni wa kipekee yangu, hivyo ni wa kipekee. Hauoni kama unamuiga labda au unafanya kama yeye? Wewe mwenyewe tu akilini leo ukifikiria haraka, huoni kama labda unaingiliana naye au kuna namna mnafanana vitu? Hapana, sidhani. Maki content zangu mimi nyingi sana ninazozipangilia zinakuwa katika setup ambayo nyingine ni za shuleni, zingine zinakuwa ni za mama mwenye nyumba, zingine zinakuwa ni za mahusiano kama tupotea Janet. Zile kabisa hazihusiani na MC Mboneke. Ni kweli kuna ule namna
ya kupokea vitu. Unakuta labda umeulizwa mfano ile content yako ya the way ambavyo unatongoza. Mtu anakuuliza, kuna namna unakuwa kama hauelewi vitu, unakuwa kama na uchizi. Tunafahamu pia Mboneke ana content za namna hiyo, unakuta ile anaitikia yani kama haelewi. Unahisi kuna namna labda mnafanya kitu cha aina moja? Hapana, sidhani. Maki content yangu mimi hata ukiangalia content yangu na za MC Mboneke utaona kabisa huyu ni Bravo, huyu ni MC Mboneke, yani kuna different kubwa kabisa. Yes. Ndio. Bravo ni Bravo, MC Mboneke ni mwisho wa siku mashabiki wenyewe ndio wataamua waende upande upi. Ushaitamani labda lakini kufanya naye kazi, au unamkubali kwa namna yoyote, au unamfuatilia? Kutamani kufanya naye kazi, pia natamani kufanya naye kazi kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao ni wana inspiration katika jamii. Ndio. Amekuwa akikufundisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa namna moja ama nyingine ananifundisha pia. Okay. Kibongo tunaona watu wengi ambao wanafanya vizuri, kumekuwa na makomediani wengi sana, naweza nisiwataje kwa majina, ila kwa upande wako unaweza ukatuambia labda ni nani ambaye unamkubali zaidi labda na ambaye anafanya vizuri kwa hivi sasa? Kwa kibongo? Yes. Steve Mweusi. Namkubali sana, jamaa yuko vizuri katika content zake. Zina process nyingi, zinatumia muda mrefu katika kuwasilisha katika jamii. Pia zina mafunzo, kama ukiangalia ni za social, za mtaani pia. Nimekuwa pia nikijifunza kupitia kwake. Umekuwa ukijifunza mara nyingi pia kupitia kwa Steve Mweusi, si ndio? Kitu gani ambacho anakufundisha zaidi pale ambapo unaangalia maudhui yake? Ananifundisha maudhui yanatokea katika sehemu yoyote ile ya katika, yani ananifundisha maudhui yanatokea katika sehemu yoyote ile, iwe shuleni, kama ukiangalia mtaani pia ipo fresh kabisa. Okay. Ndio. Kuna session zao zile za meme ambazo wamekuwa wakizifanya. Tumeona wamekuwa wakiingia baadhi ya content creator tofauti, lakini pia sometimes hata wasanii. Kwa upande wako unawish siku moja labda kufanya naye au kuingia hata kwenye zile session ambazo zimekuwa zikifanyika? Natamani sana kuingia katika hizo session. Pia sio mimi tu pekee yangu, pia mashabiki zangu pia wanawish mimi niingie katika mimi. Ushakutana na comment za watu wakikuelekezea labda tunatamani tukuone huku, au ukifanya hivi itakuwa noma? Wengi sana, yani comment na kukutana nazo ni nyingi sana, zinatamani mimi niingie Memkwa. Ndio. Elimu ya watu wazima na the way ambavyo wanaona una uchizi fulani, na ni moja kati ya sababu kubwa ambao inafanya wao pia kuweza kukuhitaji kule, si ndio? Nafikiri iko hivyo. Ndio. Katika hali ya kawaida, lakini ule uchizi wanaosemea na the way ambavyo unaishi, unahisi kuna utofauti wote, labda uko sawa au haufanani na vile vitu kabisa ambavyo unaviigiza? Kwanza kabisa atakao elewa mimi ni mwanafunzi, nasoma chuo kabisa, kuona akili zangu iko. Chuo gani? Waelekeze kabisa vizuri. Nasoma chuo cha mipango Mwanza hapo. Utendaji, mimi ni mtendaji of course kabisa. Mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata kabisa. Noma sana. Kwa hiyo uko chuo na unaendelea kusoma? Of course kabisa. Okay. Kwa hiyo yani watu wasina shaka kuhusiana na swala lako la kiakili, lakini pia the way ambavyo unawasilisha maudhui yako, si ndio? Sio na shaka. Unaweza kuwathibitishia vipi kwamba uko sawa? Unaweza kuwathibitishia vipi kwamba uko sawa? Kuwathibitishia kwamba niko sawa? Mimi niko sawa tu, wasijali. Wasijali mimi. Mwanza lakini ni nyumbani. Mwanza ni nyumbani, Wamboi kabisa, nimezaliwa pande hizi yani fresh. Kwa hapa umeamua upige kitabu hapa, si ndio? Hapa kabisa nimesomea hapa ni elimu zote ni hapa. Noma sana. Hivi karibuni tumeona kumekuwa na ugomvi ambao unaendelea. Tumeona maneno baadhi ya comedian wakirushiana, mfano nani yule bana kina Asma wamekuwa wakiongelea sana, lakini pia kuna jamaa yule wa Mwanza basi jina linatoka Joel Master. Kumekuwa na, kama unafuatilia vizuri comedy, najua lazima uwe unafuatilia na uwe unaelewa. Kuna maneno mengi ambayo yamekuwa yakizushiana, kumekuwa kama na mitafaruku tofauti baina ya comedians. Joel Master pamoja na comedians wengi, akiwa DC kina MC Kisoli, akiwa DC sijui kina Asma na wachekeshaji wengine wengi. Kwako kama comedian ambaye unakuwa,
Ukisikia wakubwa wanazozana kama hivyo, inakukata kiasi gani au unajifunza nini kutokea kwao? Kweli sio kitu kizuri, kwa sababu mashabiki wanahitaji kitu kizuri ili waweze kuenjoy. Kwa hiyo ukikaa mkaanza kugombana afu mashabiki pia wanajifunza kupitia nyinyi, sio kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo wafanye kazi wa mashabiki wa enjoy. Mwisho wa siku tasnia ya comedy, kiwanda cha comedy kiweze kufika mbali. Yani natamani sana kiwanda cha comedy kiweze kufika mbali, kiwe kama nchi zingine ambazo zinafanya bila kuzozana. Leo ukasikia msanii fulani na msanii fulani wamegombana, kama Nigeria leo ukasikia kitu kama hicho, unaona. Ila kwa Tanzania mitafaruko hiyo inakuwa haipo kwa sababu ni mashabiki wanahitaji kitu kizuri, sio mizozano. Watakuwa enjoy. Yes. Noma sana. Pengine ukipata wasaa wa kuwashauri, labda umshauri mtu kama Joel Master, ni maneno gani ambayo unaweza ukamwambia kuhusiana na hichi ambacho wanakifanya? Mimi ushauri wangu ni kwamba wakae chini, waongee, waelewane, hivyo tu basi. Ili wafanye kitu kizuri, pia mashabiki waweze kuenjoy, kwa sababu ugomvi sio mzuri siku zote, si ndio? Mashabiki wanahitaji kazi kuenjoy, si ndio? Kwa ugomvi waachane na masuala ya ugomvi, hivyo tu yani. Unahisi kuna namna yote labda inasaidia namna ambavyo wamekuwa wakizozana kuchangamsha game ya comedy labda pengine? Sidhani. Je, unahisi inawaathiri nyinyi ambao mko chini? Sidhani kama inatuathiri moja kwa moja, kwa sababu wao ni wao na sisi ni sisi. Wao ni wakubwa, ila ndio watu ambao mnawaangalia kama vioo. Kwa hiyo kadri ambapo wanaenda wrong, kuna namna nyingine unaweza ukajikuta hata ndio, kwa sababu ndio watu ambao wana motivate nyinyi. Kweli kabisa, ni watu ambao wanatumotivate sisi ambao tunakuja upcoming comedian, kwa sababu tunajifunza kupitia wao, ndio hivyo. Yes. Kwa ni hivyo, waache ugomvi, kwa sababu sisi pia tunajifunza kupitia wao. Noma sana. Ndio. Tumeona comedians wengi, lakini pia hata wasanii, watu ambao wanakuwa wanafanya vizuri mikoani, mara nyingi wakishaanza kuonekana kama hivi the way ambavyo unafanya vizuri wewe, huwa wanaibukia Dar es Salaam, wanakimbia, wanaenda kuanzisha maisha kule na kufanya, wakiamini soko zuri lipo kule. Pengine kwa upande wako, unaamini siku moja ama kadri ambavyo unaendelea kufanya vizuri, ipo siku utaenda Dar? Kwenda Dar sio tatizo. Tatizo inategemea unaenda Dar kufanya nini. Kama kuna mchongo umetokea, unaitwa Dar, unaenda kufanya, unapiga, unarudi Homeboyz. Sasa kuna ile kuhamia, yani mtu anahamia maisha yake moja kwa moja kwamba hustling zangu naenda kufanyia dizi. Sasa hapo inategemea, na hapo ni kitu kinatoka moyoni. Sasa mtu amekweli mji wa Dar nimeupenda, acha nikae hapa. Lakini mwisho wa siku zote ndaka ni kazi ndio nakupeleka Dar kufanya hivi na hivi, hivyo tu. Kama hivyo manake lazima utakuwa unaenda kwa ajili ya hizo deals na vitu vingine, si ndio? Kama deals zimetokea na kuhitaji uje Dar, unaingia, unapiga mishe zako. Ukiona kama mji wa Dar ni mzuri, unasikilizia tu. Unajiona wapi baada ya miaka 5? Baada ya miaka 5? Swali gumu sana. Baada ya miaka 5 kikubwa ni mimi nafanya kazi. Miaka yenyewe ndio itaamua kama nitakuwa hapa, mashabiki pia wataamua kama nitakuwa hapa, nitafika hapa. Yes. Hilo unajiona ukiwa katika level gani zaidi? Katika level mimi naamini katika mashabiki zangu ndio watakuwa waamuzi wa kunifikisha katika level za juu. Ndio naamini hivyo. Kipi kikubwa ambacho unajivunia zaidi kutoka kwa mashabiki zako? Kitu kikubwa, mashabiki zangu mimi yani wana upendo sana na mimi, yani wana conversate sana kuhusiana, mimi napenda sana. Na je, wewe unawajibu comment? Wewe una reply? Of course na reply comment. Na nasoma pia comment kama sasa ninazisomaga comment zote. Na reply baadhi ya comment ambazo naona zina effect nzuri kwangu, zina matokeo chanya zaidi. Yes. Comment gani mbaya zaidi ambayo ushakutana nayo ikakukata maini? Comment mbaya, I think ni comment hizo ambazo zinakuja za watu kuna mtu anakuja na comment anakuambia wewe jamaa uchekeshi. Umeona comment kama hiyo? Comment nyingine inakuja na kuambia wewe jamaa umfikii mtu fulani. Unashindanishwa kwenye comment yani. Unashindanishwa kwenye comment. Of course Tanzania mashabiki sijui wakoje. Baada ya kuenjoy kitu wenyewe wanakuwa katika ushindani, yani sio kitu kizuri. Of course watakuwa tukitoa kitu waenjoy, wafurahi. Ndio. Kuna namna zinakukata, labda kuna comment ishai kutokea labda ikakuvunja moyo kabisa ukasema
mimi naweza nisifanye kazi tena au kuna namna yoyote? Kwamba kama comment itokea nini katika kabisa nisifanye kazi kabisa. Unasema zinakuvunja moyo? Hapana, haijawahi kutokea comment kama hiyo ya kwamba eti nikunje moyo kabisa ni sio game la sanaa. Kwa sababu mi comedy ipo kwenye damu kabisa. Ipo kwenye damu. Nikaacha kabisa. Haijalishi kama utakutana na comment gani hivi. Of course mimi nikitengeneza content nikakutana na comment mbaya moja, sitasoma comment zote. Au fungui tena? Sifungui tena, naachana nayo kabisa. Maanake sababu ni nini? Labda unahisi utajaribia mood ya utaharibu mood ya siku, kwa sababu kutengeneza content pia inahitaji mood. Yes. Kwa hiyo ukisoma comment mbaya alafu wananchi pia wanakutegemea utengeneze content nzuri ili waenjoy kesho, alafu wewe una mood, kwa hiyo inakuwa kitu kizuri kwa kweli. Inakuwa ni noma zaidi. Familia inakubali hichi ambacho unakifanya au ina support kwa namna yote? Na familia yangu? Yes. Changamoto. Mimi familia yangu support ni ndogo sana, yani of course hawakubali kitu ambacho nakifanya. Yani kuforce. Hamna hata mtu mmoja ambaye anakubaliana, hata dada au kaka kusema labda mdogo wangu pambana? Anayekubali hichi kitu labda shangazi yangu. Shangazi yako ndo anapenda? Labda shangazi yangu anapenda. Ni shangazi mwingine kabisa, kwa wanakaa mbali. Sio wa karibu sana. I say. Yeye ndo amekuwa akiniambia pambano utafika mbali toka naanza comedy hivyo. Unawezaje sasa kuishi na familia hii kwa katika engo hii? Wao hawataki ufanye hichi lakini pia wewe unaendelea kukifanya? Yani ni vile tu wameshazoea kwamba mtu anafanya kitu fulani inabidi tu aache tu, yani wameshazoea tu hivyo basi. Ila the way ambapo unafanya vizuri na kuona reaction, labda siku hizi una mashabiki wengi, pengine hata ushaanza kupata deals, hawaoni matokeo yote kutoka kwako? Kwanza ndio uelewe kabisa, mimi wazazi wangu sio watu wa social media. Sio watu wa mitandao. Hawamiliki hata smartphone labda. Hata smartphone hawamiliki. Dada kaka au labda dada kaka au basi. Na penyewe lazima wawasilishe nyumbani. Na penyewe wanawasilisha, lakini ndio hivyo, wazee hawataki kuamini katika game. Okay. Ndio. Kwa hiyo una force. Na force kuwaaminisha wazazi kwamba game ya sanaa yani game ya comedy inalipa. Pia ni kitu kizuri ambacho pia tunatoa funzo katika jamii. Yes. Pia tunatoa maudhui mazuri ambao watu wanaweza kaenjoy, tunaburudisha jamii. Najaribu sana kuwaelewesha nyumbani. Washa kutolea labda maneno makali ile, labda usiwe mtoto wangu tena, tunajua kina mama. Hapana. Kufikia huko hapana. Ukirudi nyumbani lakini wanakupokea vizuri tu, safi, na wanaishi na vizuri. Tunaishi vizuri. Tusema tu wenyewe ni hawataki niendelee na comedy basi. Ila kusema kwa maneno kabisa yale ya kusema kwamba sitaki kwa mtoto wangu. Hawajafikia level hiyo. Jambo gani baya zaidi ambalo lilishai kukukumba ukasema litakutoa mchezoni? Jambo kabisa katika utengenezaji wa maudhui. Hapana, sijakutana na kitu kama hicho. Ila changamoto ambazo umekuwa ukizipitia? Changamoto I think changamoto. Hapana, sijakutana na changamoto. Hujaikuwa na changamoto yoyote? Wewe mambo waga yamenyooka tu hivi. Changamoto katika ukuaji wa sanaa. Kuna ile utengenezaji wa maudhui, umeenda huko umerekodi kwenye jumba la watu, umetoka mmefuzwa. Changamoto of course nishakutana na changamoto katika content yangu moja kama nishakutana. Ilikuwaje? Ile content ya nyeti nilitoaga ile kama as a joke. Ile content walikuja Dimaskari pale. Mafikiri nyumba ilikuwa tumepanga ile. Yani mtoto mwenye nyumba aliona ile content alikopo nje ya nchi. Kwa hiyo akamtumia mama yake kwamba hii content tumeiona. Hasa pale nikashangaa maaskari wamefika pale nyumbani. Kwamba hii content mnahitajika kituoni hivi na hivi. But nzuri mimi ni mtendaji. Pia nahusika na masuala pale kwa tukaongea. Lakini sio hujaanza kufanya kazi rasmi. Yani mtendaji. Bado mimi ni field worker. Yes. Okay, tukaongea nao hivi na hivi, tukamuelimisha content ilikuwa na nia hivi, tukaichambua hivyo, lakini ilikuwa ndio twende polisi kabisa. Yani kisa hiyo content mama nyumba ilikuwa imewaka. Content ya nyeti. Ilikuwa ni ya nyeti hiyo, ni nafikiri kipindi kile cha watu imetokea mtafaruko fulani wa kushikwa mabega. Japokuwa sijui kama zinapotea. Japokuwa hatuna uhakika kama ni ya kweli au sisi tunafanya for fun tu. Kwa umeitwa na
mambo yakawa yameenda kama tukaongea, mambo yakawa yameisha hivi na hivi, tukaeleweshana basi. Haikukupelekea lakini kugharamika kwa namna yoyote labda? Gharama hapana, sikugaramika kwa namna yoyote ile. Kuna zile content zako za Janet ni mpenzi wako halisi kabisa? Janet? Yeah. Janet ni jina. Ni jina la mpenzi wa mshikaji wangu ambaye kulikuwa anamzingua sana. Ya mshikaji nilikopo nakaa naye ghetto hivi. Ananisimulia na lalamika sana Janet. Kwa mwanangu kusimulia au unataka kutengeneza mauzuri? Mwanangu akinisimulia asema ngoja uruke naye. Kwa alikuwa ni mchumba wa mshikaji wako? Ya, ni mchumba wa mshikaji wangu ambaye anaitwa Janet. Ndio. Okay. Kwa upande wao wakisha pengine wanapoona mauzuri ambayo ndio unatengeneza, wao wanachukuliaje? Janet mwenyewe pamoja na wewe mselako? Of course Janet wapo wengi. Sidhani kama watachukua. Hajaiwaza. Hajaishtuka kwamba na mnaishi karibu na anaona kabisa namna ambavyo of course wana enjoy tu. Yaani ni ile kwanza ni kitu ambacho kimewarudisha pamoja ambapo wamekuwa wana enjoy tu, wakiona content zangu wana enjoy hivyo tu, yani kitu chochote kilitokea. Toka umeanza hadi sasa hivi unahisi umefanikiwa kiasi gani la? Toka nimeanza mpaka sasa hivi nimefanikiwa kukusanya fan base kubwa zaidi katika social media platform tofauti. Of course mimi nimeanza kukubalika Facebook. Ya watu wa Facebook nawapenda sana kwa sababu wale wananisupport kwa kila kitu. Yes. Wamenisupport sana toka kitambo, na ndio nimeanza kuchukia na ile content ya Madam Jessica. Ya wao ndio walikuwa wanaibeba kwa ukubwa zaidi. Yeah. Ndio. Noma sana. Okay, kwa upande wa masuala ya kijamii, tunataka tufahamu the way ambavyo unashiriki katika matukio ya kijamii mbalimbali. Mfano kwetu sisi hapa Nyegezi tuna kampeni ya usafi ambayo inaenda ikiwa na kauli mbiu ya Nyegezi safi inawezekana. Lengo kuu ni kusafisha mazingira, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika mazingira ambayo yanakuwa ni safi, kunakuwa na afya njema. Unaelewa, tunajua zile faida zote za kuwa na mazingira safi. Kwa upande wako Bravo Comedian anashiriki vipi katika matukio ya usafi labda na utunzaji wa mazingira kwa ujumla huko unapoishi? Yeah, of course hapo awali nimeshatangulia kusema kwamba mimi ni mtendaji, nasoma chuo cha utendaji. Yes. Because lazima nishirikiane na jamii yangu bega kwa bega katika kufanya kwamba mtaa wangu unakuwa safi. Ya hivyo kwa issue ya usafi tunaipiga vizuri sana kule Igoma, mitaa yetu ya Igoma kule. Nataka nifahamu the way ambavyo unashiriki katika utunzaji wa mazingira. Ndio usafi mnafanya? Ndio. Kuna ile wewe huwa unanunua mafagio au kuna namna huwa unatoka Jumamosi za mwisho wa mwezi mnaenda mnafagia, yani yale matukio ya kushiriki katika zoezi zima la usafi ama utunzaji wa mazingira kwa ujumla? Ya, sisi tumejipangia kwamba tunatoka kila Jumamosi tunaenda kusafisha mitaa, kwenye mitaro, kwenye nini hivi na hivi, kila mtu atakuja na vifaa vyake. Kwa hiyo tunashirikiana katika kufanya usafi wa mtaa, iko hivyo. Okay, kampeni hii kwa Nyegezi inaongozwa na diwani wa kata hii anaitwa Happiness Steven Ibasa. Bila shaka kama umepita barabarani huko utakuwa umeona mabango mengi sana. Ndiyo. Ya usitupe taka ovyo, faini shilingi 50,000. Pengine kutokana na juhudi hizi ambazo anazifanya za kutunza mazingira, unalipi la kumwambia? Okay, nimepita kweli kipindi nakuja huko, nimepita kweli nimeona barabara iko safi kweli. Mabango umeona hujaona? Mabango nimeyaona. Yes. Yaani hapo huko nimpe pongezi kwa sababu ameweza kuifikisha hii sehemu ile katika sehemu nzuri zaidi. Kwa sababu imekuwa safi zaidi. Nimepita mwenyewe nimeona, lakini nimekuja na mshikaji wangu mpaka mwenyewe anashangaa sema huko ni Nyegezi kweli. Kwamba mazingira ni mazuri. Mazingira mazuri kwa kweli. Kweli? Kweli. Noma sana, umetisha mzee wangu bwana. Shukrani. Mimi nipende kukushukuru. Pengine neno la mwisho kwa mashabiki zako na watu wote ambao wanamsupport Bravo Comedian. Nikwambia tu mashabiki zangu wasinichoke, waendelee kunisupport. Nitazidi kuwaburudisha zaidi na kutoa vitu vizuri ambavyo wanapenda wao. Hivyo kikubwa usitake kuwanishauri pia, sababu mimi bado ni mdogo nakuja katika game ya comedy. Iko hivyo. Noma sana. Bana alikuwa ni Bravo Comedian kutoka Igoma, Mwanza. Tumeweza kuzungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na namna ambavyo anafanya komedi yake, lakini pia inspiration na vitu vingi ambavyo amekuwa akivifanya. Mimi naitwa Aisan, nyuma kamera alikuwa ni Comic Cliff pamoja na director Fada. Wao ndio wamehakikisha kwamba tunaonekana kama hivi ambavyo mnatuona. Bana shout out.